mahakama ya wilaya. Nyoka. Asije akawa anayedaiwa mahali ndo kaleta nyoka. Mheshimiwa, Mungu atuma ishara kwamba amekataa uongozi wa serikali ya Samia Suluhu baada ya kutuma joka kubwa katika mkutano huu. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Ulikuwa ni mkutano wa hadhara ulioendelea kwa utulivu, na wananchi walikuwa wakitoa malalamiko yao kwa sauti ya matumaini, huku kiongozi wa serikali ya CCM, serikali ya Samia Suluhu, akisikiliza kwa makini. Kisha ghafla tukio lisilotarajiwa likatokea, ambapo nyoka kubwa aliibuka katikati ya mkutano wa hadhara. Ni tukio lililowashtua wananchi, kusimamisha pumzi za waliokuwepo na kuzua gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania, wengine wakitafsiri kwamba Mungu mwenyewe alikuwa amekataa serikali ya Samia Suluhu kwamba ni batili na haistahili. Na kilichotokea katika mkutano huo kilikuwa ni mkutano wa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba katika wilaya ya Sumbawanga, mkoa wa Sumbawanga, kimegeuka kuwa moja ya matukio yanayozungumziwa sana katika siku za hivi karibuni. Ni tukio linalochanganya mshangao, hofu ya muda mfupi na mijadala mikubwa kuhusu ishara, usalama na mazingira ya mikutano ya viongozi wa taifa. Siku hiyo ilianza kama mikutano mingine ya kawaida ya kusikiliza kero za wananchi, na wananchi walikusanyika kwa wingi katika eneo la mkutano wakitarajia kupata nafasi ya kueleza changamoto zao moja kwa moja kwa waziri mkuu. Mkutano huu ulikuwa sehemu ya ziara ya kikazi ya waziri mkuu katika mkoa wa Rukwa Region. Na katika mikutano ya aina hiyo, wananchi hupata fursa ya kuwasilisha matatizo yao kuhusu ardhi, huduma za jamii, haki za kijamii na vilevile changamoto nyingine zinazogusa maisha yao ya kila siku. Lakini mkutano huu uliingia katika kumbukumbu tofauti wakati mmoja wa wananchi walipokuwa wakitoa maelezo ya huzuni kuhusu tukio la wauaji ya wanafamilia wake. Tukio lisilotarajiwa lilitokea katika eneo la karibu na mkutano huo. Nyoka alionekana akitokea ghafla na kuanza kusogea kuelekea eneo la watu waliokuwa wamekusanyika. Kwa sekunde chache hali ya mkutano ilibadilika. Kelele za mshangao zilisikika na baadhi ya wananchi walirudi nyuma kwa hofu. Lakini upande wa jukwaa la viongozi, utulivu uliendelea kudumishwa, ishara kwamba hata Mungu mwenyewe hakuwa amekubali ama hajakubali uongozi wa serikali hii ya CCM, serikali ambao wengi wanasema ni batili. Kwa mujibu wa video zilizosambaa katika mitandao ya kijamii, nyoka huyo alionekana wazi akipita katika eneo lililokuwa karibu na mkutano, na watu waliokuwepo walianza kuonyesha hofu ya ghafla. Lakini askari na watu waliokuwa karibu na eneo hilo walichukua hatua haraka, na ndani ya muda mfupi nyoka huyo alidhibitiwa. Hakuna aliyeripotiwa kujeruhiwa na hakuna aliyepata madhara. Baada ya tukio hilo kudhibitiwa, basi mkutano uliendelea kama kawaida, na waziri mkuu aliendelea kusikiliza wananchi na kutoa maelezo kuhusu changamoto mbalimbali walizokuwa wakizieleza. Kwa upande wa waliohudhuria, tukio hilo lilibaki kwa mshangao mkubwa, na ni tukio ambalo wengi hawakulitarajia, na ni tukio lililoanza kuenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii. Na dakika chache baada ya tukio hilo kutokea, video zilianza kusambaa katika majukwaa mbalimbali ya kidijitali. Baadhi ya video hizo zilionyesha wananchi wakipiga kelele za mshangao wakati nyoka huyo alipokuwa akionekana. Video nyingine zilionyesha jinsi watu walivyotulia baada ya nyoka kudhibitiwa, na majukwaa ya habari mtandaoni yalichukua tukio hilo haraka.
Miongoni mwa majukwaa yaliyosambaza habari hizo ni pamoja na Lemtuzi TV na The Chanzo, na kupitia matukio hayo ama majukwaa hayo, tukio hilo lilifikia maelfu ya watu ndani ya muda mfupi, na hapo ndipo mjadala mkubwa ulianza, huku watu wakionyesha kidole cha lawama kwa serikali ya Samia kwamba pengine haijakubalika, ndiposa mambo ya ajabu hutokea katika mikutano yao. Watumiaji wa mitandao ya kijamii walikuwa na mitazamo tofauti kuhusu tukio hilo, na baadhi walilichukulia kama tukio la kawaida linaloweza kutokea katika maeneo yenye mazingira asili kama vijijini au maeneo yenye mimea mingi. Lakini wengine waliona tukio hilo kama ishara yenye maana kubwa zaidi, na katika mjadala huo baadhi ya watu walihusisha tukio la nyoka na simulizi ya mama aliyekuwa akielezea huzuni ya kupoteza binti yake. Kwa baadhi ya wananchi wa mitandao ya kijamii, muunganiko wa matukio haya mawili ulionekana kuwa wa kushangaza. Mjadala ulipanuka zaidi, na baadhi ya watu waliita tukio hilo ishara ya tahadhari. Wengine waliona ni ajali ya kawaida inayoweza kutokea popote, lakini bila kujali tafsiri tofauti, jambo moja lilikuwa wazi: tukio hilo lilivutia hisia za watu wengi. Na katika maeneo mengi ya Tanzania, hasa vijijini au maeneo yenye misitu na mimea mingi, uwepo wa nyoka si jambo geni. Nyoka mara nyingi huonekana katika mashamba, maeneo ya vichaka au karibu na makazi ya watu. Wakati mwingine wanaweza kuingia katika maeneo yenye mikusanyiko ya watu bila kutarajiwa. Na katika mikutano ya hadhara inayofanyika maeneo wazi, uwezekano wa tukio kama hilo unaweza kutokea, na hivyo matukio kama haya huwa nadra sana katika mikutano ya viongozi wakuu wa serikali. Ndiyo maana tukio la Sumbawanga limevutia tahadhari kubwa ya umma. Tukio hili limefungua mjadala mpana kuhusu usalama wa mikutano ya hadhara, na katika mikutano hiyo viongozi hukutana moja kwa moja na wananchi ili kusikiliza matatizo yao. Ni mfumo muhimu wa mawasiliano kati ya serikali na wananchi, lakini tukio la nyoka kuonekana katika mkutano mkubwa kama huo limekumbusha umuhimu wa tahadhari za usalama katika mikusanyiko ya watu wengi. Kwa upande mwingine, tukio hilo limeonyesha pia namna ambavyo matukio madogo yanaweza kugeuka kuwa mjalada ama mjadala mkubwa katika zama za mitandao ya kijamii. Na video moja tu inaweza kusambaa kwa maelfu ya watu ndani ya dakika chache, na mjadala unaweza kuchukua mwelekeo mbalimbali, wakati mwingine hadi kuhusishwa na tafsiri za kijamii, kiimani na kisiasa. Licha ya mshangao uliotokea, mkutano haukusimama baada ya nyoka kudhibitiwa. Shughuli ziliendelea kama kawaida na wananchi waliendelea kutoa kero zao. Masuala ya ardhi yalijadiliwa, masuala ya fidia yalitolewa, na changamoto za haki za wananchi zilizungumzwa, na maelekezo ya serikali yaliendelea kutolewa. Na hii ilionyesha kuwa tukio hilo halikuathiri ratiba ya mkutano kwa kiwango kikubwa. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na afisi ya waziri mkuu kuhusu tukio hilo, lakini kwa upande wa wananchi na watumiaji wa mitandao ya kijamii, tukio hilo tayari limeingia katika kumbukumbu za matukio yasiyotarajiwa katika mikutano ya viongozi wa taifa. Pia limekuwa somo kuhusu mazingira ya mikutano ya hadhara na umuhimu wa tahadhari katika maeneo ya wazi. Na kadri siku zinavyopita, mjadala huo unaweza kupungua, lakini tukio lenyewe linaendelea kukumbukwa kwa mojawapo ya matukio ya kushangaza katika mikutano ya kisiasa nchini, ambapo maajabu yalishuhudiwa. Katika mkutano uliokusudiwa kusikiliza sauti za wananchi, kwamba tukio la sekunde chache lilibadilisha hali ya hewa na mkusanyiko mzima. Nyoka aliyepita katikati ya mkutano hakusababisha madhara, lakini alisababisha mshangao mkubwa. Na katika zama za mitandao ya kijamii, mshangao huo umegeuka sasa na kuwa simulizi linalozunguka nchi nzima, kwa sababu wakati mwingine tukio dogo linaweza kugeuka kuwa hadithi kubwa inayosimuliwa na taifa zima. Ni hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa nasi na zidi kusubscribe kwa taarifa nyingi kama hizi.